Siku ya tarehe 12 ya mwezi wa sita mwaka huu 2025, nchi ya Israel iliweza kuishambulia Iran na kuweza kusababisha uharibifu mkubwa katika vinu vya nyuklia, lakini pia na kuweza kuwaua viongozi kadhaa wa nchi ya Iran, hasa wanasayansi wa nyuklia, lakini pia na baadhi ya viongozi wa kijeshi. Mgogoro kati ya Iran na Israel ni uhasama tata na wenye pande nyingi ambao umeongezeka sana katika miongo ya hivi karibuni, ukibadilika kutoka kipindi cha ushirikiano wa siri hadi uhasama wa wazi. Hizi hapa ni sababu kuu zilizochangia. Mpango wa nyuklia wa Iran. Hiki ndiyo chanzo kikuu cha mvutano. Israel inaona Iran yenye silaha za nyuklia kama tishio la kuwepo kwake na imekuwa ikijitahidi kuzuia Iran kupata silaha hizo. Na Iran kwenye mpango wake wa nyuklia inasema kwamba mpango huo ni kwa ajili ya amani na si vinginevyo. Israeli inaripotiwa kufanya mashambulizi mengi ya siri, mashambulizi ya mtandaoni na mauaji ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran ili kuvuruga mpango huo. Mtazamo wa tishio la kuwepo. Pande zote mbili zinaona nyingine kama tishio la kuwepo kwake. Israel inailaumu Iran kwa kuwa na nia ya mauaji ya halaiki na kutoa wito wa wazi wa kuyaangamiza. Iran kinyume chake imeita Israel kuendesha mauaji halaiki huko Gaza na kuionyesha Israel kama nchi isiyo halali na utawala wa Kizayuni. Usaidizi kwa vikundi vinavyotazamwa kama vya kigaidi. Iran imeunda mtandao wa vikundi vya wanamgambo kote Mashariki ya Kati, mara nyingi huitwa mhimili wa upinzani, ambao Israel inauona kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake. Vikundi hivi ni pamoja na Hezbollah nchini Lebanon. Hezbollah iliundwa kwa msaada wa Iran. Hezbollah imepigana vita kadhaa na Israeli na inabaki kuwa jeshi lenye nguvu kwenye mpaka wa kaskazini mwa Israeli. Hamas na makundi ya jihadi ya Kiislamu ya Palestina katika maeneo ya Palestina. Iran imekuwa ikiunga mkono kwa muda mrefu makundi haya ambayo yanashiriki katika mgogoro na Israeli. Waasi wa Houthi nchini Yemen na serikali ya Syria. Ushawishi wa Iran unaenea kwa wahusika hawa na hivyo kuchangia zaidi katika kuyumba kwa hali ya kikanda na wasiwasi kwa Israeli. Mapinduzi ya mwaka 1979. Tukio hili liliashiria mabadiliko makubwa katika sera ya kigeni ya Iran. Kabla ya 1979, dola ya Iran na Israel zilikuwa na uhusiano wa karibu, ingawa mara nyingi wasiri zikiyaona mataifa ya Kiarabu kama tishio la kawaida. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu, uongozi mpya wa Iran ulipitisha msimamo mkali dhidi ya Israel, ukikata uhusiano wa kidiplomasia na kuilaumu Israel kama chombo kisicho halali na zana za ubepari wa Magharibi. Utawala wa kikanda na ushawishi. Nchi zote mbili zinashindana kwa ushawishi katika Mashariki ya Kati. Upanuzi wa Iran wa kufikia maeneo ya kikanda, hasa katika nchi kama vile Iraq, Syria, Lebanon na Yemen, unaonekana na Israel kama jaribio la kuizingira na kuanzisha nafasi ya utawala. Israel kwa upande wake inatafuta kukabiliana na ushawishi huu kupitia operesheni za kijeshi na kwa kukuza ushirikiano na nchi za Ghuba ambazo pia zinaiona Iran kwa mashaka. Vita vya Israel na Hamas. Ikumbukwe kuwa Oktoba 7 mwaka 2023, Hamas iliweza kuishambulia nchi ya Israel. Mgogoro huu umeongeza sana mvutano, msaada wa Iran kwa Hamas na majibu mabaya ya Israel huko Gaza yaliyofuata umehusisha washirika wengi wa Iran na kusababisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya Iran
na Israeli mnamo 2024 na mwaka huu wa 2025. Kwa kifupi, mgogoro wa Iran na Israeli ni mapambano ya kina ya kiitikadi na kisiasa yanayochochewa na vitisho vinavyoonekana vya kuwepo ushindani wa kikanda na vitendo vya wahusika mbalimbali wa serikali na wasio wa serikali.